Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba. Na leo ni siku njema sana, ni Ijumaa ambapo tunaenda mbele za Bwana kwa shukrani, tukimshukuru Mungu kwa ajili ya wiki nzima ambayo amekuwa pamoja nasi. Lakini pia kabla ya kwenda kuangalia yale mambo makubwa Mungu aliyoyafanya ndani ya wiki hii, nataka twende pia tukaangalie dhana ya shukrani. Kibiblia maandiko yanaeleza kwa habari ya Yesu alipoenda kufundisha kwa mifano. Halafu alipokuwa akifundisha kwa mfano, wanafunzi wake wakamuuliza, "Kwa nini unafundisha kwa mifano?" Akajibu akasema hivi, "Ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme, lakini hawa hawakujaliwa. Kwa hiyo inabidi wafundishwe kwa mifano ili watakapotazama, wana macho wapate kuona." Kwa sababu alisema ya kwamba wana macho lakini hawaoni, wana masikio lakini hawasikii. Kwa maana ya kwamba mpaka siri ifunuliwe ili uweze kuona kwa macho kwamba kuna mambo fulani ambayo yapo mbele yako ambayo yanaweza yakawepo lakini usiyaone kabisa, mpaka siri zifunuliwe. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho zipo siri ambazo zinatakiwa zifunuliwe ili uweze kuziona. Na moja ya siri kubwa ambayo inatakiwa ifunuliwe machoni pa kila mtu ni nguvu ya shukrani. Nguvu ya shukrani. Tunaona nguvu ya shukrani ni siri, kwa sababu sio kila mtu tu anaweza akamshukuru Mungu. Sio kila mtu anaweza akamshukuru Mungu. Mpaka Bwana aifunue siri ndani ya moyo wa mtu. Yule mtu apate kujua ni nguvu gani iliyojificha katika kumshukuru Bwana. Kwamba ni nini huwa kinatokea mtu anapoamua kwenda mbele za Mungu kwa shukrani. Ni nini huwa kinatokea mtu anapoamua kushika sadaka ya shukrani. Biblia inaeleza kwa habari ya kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Anasema shukuruni kwa kila jambo, kwa maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwetu. Kwa maana ya kwamba si kwamba tunapoenda kushukuru ni kwa sababu ya mapenzi yetu. No. Biblia inataka twende tukamshukuru kwa sababu ni mapenzi ya Mungu. Ni shauku ya Mungu kuona watu wake wanaenda mbele zake kwa kushukuru. Yani Mungu anatarajia kwa aliyoyatenda kwenye maisha yako. Kwa aliyoyatenda lazima uende na moyo wa shukrani. Kwa tunamsihi Roho wa Bwana aendelee kutufunulia, kwa sababu kwa Mungu anayoyatenda kama hayajafunuliwa machoni pako, unaweza usione umuhimu wa kwenda kwa Bwana kwa shukrani. Lakini ukiangalia jinsi ambavyo Mungu ametenda, vile ambavyo amekukwepesha na ajali, vile ambavyo amekukwepesha na mambo mabaya, umemaliza wiki kwa ushindi. Kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi wiki hii, mimi na wewe tuseme leo. Kwa Mungu anatamani sana yale yote aliyoyatenda, kwa sababu yeye kwake hapo kwenye rekodi yake anajua ya kwamba ametuponya kwa namna gani. Anajua ya kwamba tumenusurika na mambo mabaya kiasi gani, ameiondoa mitego ya adui mibaya kiasi gani. Anaelewa ni kwa namna gani Mungu anatenda. Anaelewa kwenye maisha yetu. Hata mimi ninao sababu ya kumshukuru Mungu. Jana kwa wale waliokuja kwenye ibada, waliona yule mtu ambaye aliingia akiwa amebebwa, hawezi hata kutembea. Mara baada ya maombi aliluka katembea, akawa vizuri kabisa. Yule mama kuna kitu aliniongelesha, akaniambia, "Sijawahi elewa kama kwa mateso yote yale ya kuweza kubebwa mgongoni, halafu eti ghafla kwa dakika chache ninatembea." Akaanza kulia sana, akaniambia, "Huyu Mungu ni wa ajabu. Mungu wa mahali hapa ni wa ajabu. Namshangaa Mungu." Akaongea mambo mengi sana. Yani nikaja kugundua kwamba alikuwa akiusubiria muujiza kwa muda mrefu. Yule mama kaniambia amekata tamaa, ameenda kila kanisa, amekata tamaa. Anasema sikujua kama ndani ya dakika moja Bwana Yesu anaweza akanisimamisha nikaanza kutembea mwenyewe. Hivi mimi na wewe tunatembea wenyewe, lakini kuna mtu alikuwa anabebwa jana, alikuwa hana tumaini, anabebwa mgongoni. Alipotembea na kuirusha hatua, familia yake iliyokuwa pale ilimshukuru Mungu sana. Unajua ni mateso kukaa na mtu ambaye anahitaji msaada.
Lakini ni furaha mtu kila moja akajitegemea, mwenye kutembea tembee, mwenye kukaa akae. Yani isitokee kwamba mtu hawezi kutembea mpaka abebwe. Ni kitu cha ajabu ambacho usidhani ya kwamba ni rahisi kwa namna hiyo. Kwa hiyo yule ambaye aliweza kuona hiyo, hakuchukulia kawaida. Alimshukuru Mungu sana yule mama. Akasema, mchungaji, mimi sikujua kama Mungu angeweza kufanya hivi na mimi na wewe. Tunajua ya kwamba hata kutembea kwetu ni neema. Tunajua ya kwamba tumepewa neema machoni pa Bwana, hata tunaweza kutembea pasipo kubebwa. Kuna mtu jana alikuwa anabebwa, vile alivyokuwa anajisikia akiwa amebebwa, haikuwa ya kawaida. Wewe ambaye leo hii haubebwi, unatembea kwa miguu yako, unayo sababu. Tunayo sababu ya kumwambia Bwana Yesu asante. Tunayo sababu ya kumwambia Bwana Yesu, kama si wewe uliyekuwa upande wetu, kama sio uliyetupigania, kama sio wewe ambaye uko pamoja nasi, lazima iwepo sababu ya kumwambia Bwana Yesu asante. Kuna namna ambapo kuna hali mtu anaweza akawa anaipitia. Nilikuwa naongea na mama mmoja akaniambia, mchungaji, hali ninayoipitia sidhani kama kuna mtu mwingine anaipitia. Mimi tu sikutaka kujua ni kwa namna gani anaipitia, lakini nilitaka tu nimsikilize na nijaribu kujiweka kwenye kiatu chake, kwamba hivi kuna namna unapitia magumu, halafu wewe unaweza kadhani unapitia magumu, kumbe kuna mtu anapitia magumu ambayo hata wewe ukisimuliwa utachanganyikiwa. Na sisi ambaye Mungu ametupa hiyo neema, tunayo sababu ya kwenda mbele za Bwana kwa shukrani. Biblia inaeleza kwa habari ya kwamba yule anaenda mbele za Bwana kwa sadaka za shukrani, anautengeneza mwenendo wake wa baadaye. Mungu akatutengenezee mwenendo wetu wa baadaye kwa jina la Yesu. Mungu akatutengenezee Jumatatu yetu kwa jina la Yesu. Mungu akatutengenezee wiki ijayo kwa jina la Yesu. Nini maana yake? Mungu ana shauku ya kuona watu wake wanaenda mbele zake kwa shukrani. Huwa naangalia nikisoma maandiko, Biblia inaeleza kwa habari ya wale walioponywa wakoma 10. Alafu najaribu kuangalia vile Yesu alivyokuwa na shauku ya kumuona kila aliyeponywa akirudi kushukuru. Kumbe hata muujiza ule ambao ulikuwa umetokea, wao walidhani ya kwamba kwa kuwa Yesu anafanya miujiza mingi, basi yamkini anaweza asiwe anafuatilia nani amemponya nani hajamponya. Kumbe Yesu alikuwa anajua idadi ya walioponywa, anajua kabisa, na anatarajia wale watu warudi kushukuru. Na ambapo hawakurudi kushukuru, aliwadai. Mimi nakwambia leo hii, wewe ambaye hautaenda kushukuru leo, utadaiwa. Yesu atauliza, waliovuka wiki, waliotakiwa kushukuru walikuwa wako 500, mmoja yuko wapi? 5 wako wapi? Mbona wengine? Utadaiwa. Kama tuko 20 tunaotakiwa kwenda kushukuru, kama tuko 100 tunaotakiwa kwenda kushukuru, ukikosekana mmoja, usidhani ya kwamba itapita tu. Katika ulimwengu wa roho utadaiwa. Katika ulimwengu wa roho, mbingu zitakaa katika mjadala kwamba hivi huyu anaona amevuka kwa akili zake? Hivi huyu anajiona ni mzima kwa akili zake? Hivi huyu anajiona kama yeye na wale ambao wanapumulia mashine kule ICU, anaona kama ni sawa? Mbona hakuona fursa aliyoipata? Mbona kama aliiona hakurudi kwa shukrani? Kwa ni vyema sana ukaelewa ya kwamba kila unachofanyiwa na Bwana kinadaiwa katika ulimwengu wa roho. Kila kinachoendelea ndani yako kinadaiwa katika ulimwengu wa roho. Bwana atataka kujua waliovuka salama, ambao hawajafa, ambao tuko hai. Tuko wangapi ambao tunajua ibada hizi zinaachiliwa? Waliokuja kushukuru kwa uhai ni wangapi? Waliotoa sadaka za shukrani kwamba Bwana, tunajua uhai wetu ulikuwa mikononi mwako, tunakushukuru, ni wangapi? Bwana anataka kuona idadi yote ya wanaojua wametendewa waende mbele za Bwana. Tutaenda mbele za Bwana kwa shukrani. Tutaenda mbele za Bwana kwa shukrani. Tutamshukuru Mungu kwa makubwa aliyoyatenda tunayoyajua. Tutamshukuru Mungu kwa makubwa ambayo hatujui, lakini tunajua ya kwamba yapo mambo makubwa Mungu ameyatenda katika ulimwengu wa roho, lakini hatujayaona kwa macho ya damu na nyama. Na nakuhakikishia, mara utakapoenda kumshukuru Bwana asubuhi ya leo, unafungua milango ambayo hujawahi kuiona hapo kwanza, kwa sababu ni siri imejificha. Na ndio maana Yesu alienda akamshukuru Mungu, akamwambia Baba asante. Ni siri hiyo.
Na mara baada ya kumshukuru Mungu, mikate ikaongezeka. Na leo utakapoenda kumshukuru Bwana, na kuhakikishia afya yako itaongezeka. Utakapoenda kumshukuru Bwana asubuhi ya leo, na kuhakikishia amani ya moyo wako itaongezeka. Na kuhakikishia utakapoenda kumshukuru Bwana asubuhi ya leo, uchumi wako utaongezeka. Milango ya fedha itafunguliwa zaidi, kwa maana ni kanuni ya Bwana, kila anaenda kumshukuru huwa analeta ongezeko. The spirit of multiplication, the spirit, ile roho ya kuzidishiwa inaenda kutokea. Na ndio maana ile mikate ilikutana na roho ya zidisho, ikazidishwa mpaka ikabaki. Asubuhi ya leo ninamuomba Bwana katika jina la Yesu, utakapoenda kwa shukrani, kuna vitu vizidishiwe ndani ya maisha yako mpaka vibaki kwa jina la Yesu. Bwana akakukutane na haja ya moyo wako, vitu vikazidi mpaka vibaki kwa jina la Yesu. Tunaona Mungu alimpa nguvu Yesu Kristo kumfufua Lazaro. Pale ambapo Yesu alienda mbele za Mungu na kusema Baba asante, halafu ile roho ya ufufuo ikashuka na ikamwamsha Lazaro. Kama Bwana ishivyo, utakapoenda kushukuru asubuhi ya leo, vilivyokufa ndani yako vikaamshwe kwa jina la Yesu. Amani iliyokufa ikanyanyuke tena kwa jina la Yesu. Kila kilichokufa ndani yako kikaamke tena katika jina la Yesu. Maana ni kanuni ya Mungu ya kwamba kila atakayeliitia jina la Bwana hataaibika. Hata wewe hautaaibika, kwa maana utakapoenda kumshukuru Bwana, yale yote ulioliitia jina la Bwana yanaenda kutimia, kwa sababu ipo nguvu. Na ninapoenda kuomba wakati huu, ninaendelea kumshukuru Mungu kwa yale mambo makubwa aliyoyatenda kwetu. Tumeona Mungu akifanya shuhuda nyingi sana. Tumezisoma shuhuda, tumeona Mungu akitenda. Tutaenda kumshukuru Bwana kwa uaminifu wake. Nataka tuende mbele za Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, tunakuja mbele zako tukikushukuru sana. Asante kwa vile ambavyo umekuwa mwema na mwaminifu kwa wiki nzima. Tumeuona uaminifu wako kitenda, Bwana. Tumeona nguvu zako zikituhudumia wiki nzima. Adui alipokuja kwa njia moja, ulimuondoa mbele yetu kwa njia 7. Ukaandaa meza mbele yetu machoni pa watesi wetu. Ukaziharibu kazi za nguvu za giza mbele yetu. Ukaharibu ratiba zote za adui ambazo ziliwekwa kwa ajili ya kuharibu maisha yetu. Ukaziharibu zile ratiba zake zote. Ukatupa amani na ushindi katika jina la Yesu. Baba, tunakuja mbele zako tukisema asante. Asante kwa ajili ya familia zetu na watoto wetu. Asante kwa ajili ya kazi tunayofanya. Asante kwa ajili ya mtoto wako huyu ambaye ameajiriwa mahali. Asante kwa ajili ya mtoto wako huyu, kwa ajili ya ndoa yake na mahusiano yake. Roho Bwana, asante kwa maana umetenda, umetulinda, umetuhifadhi hata pale ambapo hatukustahili. Ulitustahilisha kwa neema yako, na sisi ni kazi ya mikono yako. Ni Mungu aliye hai, uliyeweza kusimama pamoja nasi hata tukawa hivi tulivyo. Tunalibariki na kuliinua jina lako, Bwana. Tumekuja mbele ya uso wako tukiwa tumeshika sadaka za shukrani, kukushukuru we Mungu wa kweli kwa yale mambo makubwa uliyotenda ndani ya wiki hii. Baba, asante kwa maana umesema yeye anayekuja kwa sadaka za kushukuru, yeye ndiye anayekutukuza, na tena kutengeneza mwenendo wake wa baadaye. Baba, ninaomba ukatengeneze mwenendo wetu wa baadaye. Roho Bwana, ikawe ni wiki nyingine mpya tutakayoanza yenye nguvu ya ushindi sio ya kawaida ndani yetu. Roho Bwana, ninaomba ile neema ikapata kudhihirika katika jina la Yesu. Baba, tunajiweka wakfu katika ibada ya shukrani, Mungu aliye hai. Kila anayesikia ibada hii na kushika sadaka yake kutolea wewe, tunapokuja mbele za uso wako, tunajiweka wakfu ili Bwana ukazipokee sadaka zetu za shukrani, ukazitakabali zifanyike manukato katika kichoko cha enzi. Na utakapoisikia harufu njema ya sadaka zetu za shukrani, Mungu aliye hai, fungua milango na malango mengine ya kutengeneza mwenendo wetu wa baadaye. Mungu aliye hai, ile sadaka ya shukrani ikafungue na kuleta ongezeko katika jina la Yesu. Mama huyu akapokea ongezeko, baba akapokea ongezeko, ndugu anayenisikia wakati huu akapokea ongezeko. Vilivyokufa ndani yake vikafufuke ndani yako. Vilivyokufa ninavitamkia kufufuka katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa neema na rehema. Asante kwa ushindi wako. Sifa na heshima ni zako Jehova. Amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi utashika sadaka yako njema sana kwa ajili ya kwenda kutoa kwenye ibada hii ya shukrani, na hiyo sadaka yako ya shukrani utaenda kuiachilia kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 57
7876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.